Unaposimama kwenye injili ya kweli, kuna wakati hakuna mtu atakaye kuelewa hata kidogo, na hiki ndicho kitakachotokea. Kitabu cha Zaburi sura 102 na ule mstari wa 8 anasema, adui zangu wananilaumu mchana kutwa, wanaonichukia kana kwamba wana wazimu, huapa kwa kunitaja mimi. Utalaumiwa kwa sababu ya kweli, na maandiko yanasema wanapoapa watakutaja wewe. Tunapita kwenye vita wakati mwingine kwa sababu tunasimama kwenye ukweli. Unaposimama kwenye kweli, maana yake Mungu atakutumia kuokoa watu wanaokwenda kuchinjwa na kuuawa. Sasa ukiwaokoa hao watu, maana yake wale waliokuwa wamekusudia kutenda hayo mabaya watakuchukia, na kwa sababu ya kukuchukia watakulaumu, na watakapoapa watakutaja wewe. Kwa kuna wakati wanaapa viapo vya damu kwamba tuko tayari kupoteza kila kitu tulichokuwa nacho ili mradi fulani tumzamishe. Sasa usipokuwa na stamina ya kiroho, usipokuwa na balance ya maombi ya kutosha, unamtafuta Mungu vya kutosha, inaweza kukuletea shida. Kuna wakati wanaweza kuwekea kitu cha kudumu, jeraha la kudumu kwenye mwili wako. So injili ya kweli ina vita, huduma ya kweli ina vita. Maandiko yanasema watakulaumu tu. Mimi nimeshalaumiwa sana. Inaweza ikafika mahali usieleweke hata na wapendwa wanaokufahamu kwa sababu tu ya kusimamia ukweli. Kama ni mchungaji, kanisa linaweza kukukataa. Kama ni mshirika, waumini wenzako wanaweza kukukataa, na wakati mwingine hata mchungaji wako anaweza kukukataa. Nilifika mahali kuna mtu mmoja, kwa sababu nimeamua kusimama kwenye ukweli, akawa akipita huko mitaani kwenye makanisa, akialikwa anahakikisha kila anapoingia ananichafua kwa hao wachungaji. Unakuta anamfuata mchungaji, anamwambia bwana, kuna kijana fulani, anawaonyesha na picha zangu. Huyu kijana ameshaasi, kijana ameshapotea, kijana ameshakengeuka, ameacha imani, alikuwa anajifanya amekuwa. Kumbe kuhubiri ukweli ni kujifanya umekuwa. Kukemea dhambi ni kuasi, kwa mujibu wa makanisa tuliyokuwa nayo kwenye nyakati za leo. Tunalaumiwa mchana kutwa. Mahali pengine Paulo anasema kwamba tunauawa mchana kutwa, na anasisitiza pia huwapa kwa kunitaja mimi. Kwa hiyo usalama wetu unakuwa mikononi mwa Mungu. Kuna wakati Mungu alinitumia kuokoa watu ambao walikuwa wanaenda kuchinjwa na kupotezwa kwa mitume na manabii wa giza. Unajua, wengi wanapoingia kule, nyota zao zinaibiwa, ndoa zao zinaharibika, hatima zao zinaharibika. Wakati mwingine inafika wakati wanatolewa makafara. Sasa Mungu akawa ananitumia kuwasaidia hawa watu kabla hawajafika kwenye hatari. Wakati mwingine Mungu alinitumia kuokoa pesa za watu nyingi ambazo zilitakiwa kutumwa kwa hao watumishi wa giza kama sadaka. Yaani mtu anampigia mtumishi, mtumishi nina mahitaji, alafu yule mtumishi anakalkuleti mahitaji ya huyo mtu, kwamba umesema unaumwa, unahitaji la uchumi, unahitaji la ndoa, jumla haya yote tuma 500,000, tuma 1,000,000, tuma 250,000. Sasa unakuta wakinitafuta wale watu, mimi nawaambia imeandikwa, mmepewa bure, toeni bure. Kwa wanasitisha kutuma zile sadaka. Sasa wale waliokuwa wanataka kutekeleza hilo dili la uovu hawezi wakanipenda hata kidogo. Na wakati mwingine tunakutana na watu ambao ni wachonganishi. Yaani anakupigia, anakueleza changamoto yake, unamwambia ukweli na uhalisia wa mahali alipo, alafu naye analichukua kama lilivyo, analipeleka kwa huyo nabii, kwamba nabii, bwana, nimeamua sitatuma sadaka zangu kwako, maana mtumishi fulani ameniambia wewe ni wa uongo. Hayo yote tunakutana nayo, na kwa sababu lengo letu ni kweli, hata hivyo pia havitubabaishi, bado tunalindwa hata leo. Sasa ulifika wakati ikaibuka vita kati yangu na nabii mmoja wa Arusha, na si mara moja. Alikuwa akinifuata sana kwenye ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema vita yetu si juu ya damu na nyama, ipo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tuzitoe silaha zote za Mungu tupate kuweza kushindana siku ya uovu, na tukiisha kuyatimiza yote kusimama. Sasa nabii huyu alikuwa amepewa agenda ya kunipoteza. Alikuwa amepewa agenda kufanya vitu ambavyo atahakikisha
vitanitia kwenye magereza ya kuzimu. Unajua leo kuna watu wanatembea, lakini wenyewe kiuhalisia hawapo, mpo tu na picha zao. Wenyewe walishafungwa huko kwenye magereza ya kuzimu, walishachukuliwa misukule, wamewekwa huko. Sasa huyu alitumwa kwa agenda hiyo, wakajichanganya kitu kimoja. Hawajui kwamba amgusaye masihi wa Bwana anagusa mboni ya jicho la Bwana. Sasa vita hiyo ilikuwa kali na haikuwa mara moja, lakini mara zote hizo Mungu alisimama upande wangu nikawashinda. Kuna wakati walitumwa vijana wa Freemason pia nao waliingia ndani pokuwa nimelala, si waliingilia wapi, wakawa ndani nao pia nikawashinda vile vile. Kuna wakati nimekutana na visanga vingi sana hapo kwa sababu ya kusimama kwenye ukweli. Ilifika wakati nikapewa siku chache za kuishi, kwamba mnamuona huyu leo, baada ya siku kadhaa hata kuwepo tena. Mwingine akanitafuta akasema, ukithubutu kunitaja mimi kwamba ni nabii wa kuzimu unakufa. Akatoa laana zote alizoweza kutoa. Sasa ameshindwa kufahamu kwamba mtu mzima hatishiwi nyao. Nilichokifanya nikamtaja. Nilipomtaja akafuta jumbe zake zote, akafyata mkia, akakimbilia kusikojulikana. Hii ndio mission ambayo Mungu ametupa duniani. Huwa inafika mahali baadhi ya watu wanasema, mtumishi, mbona unafanya kazi ambayo huenda ukafa mapema? Hakuna anayekufa. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwenye mission hii tumepewa ulinzi wa kutisha, na hatutaondoka mpaka tutimize kusudi la Mungu duniani. Kwa hiyo wakikaa kwenye vikao vyao vya kichawi watakulaumu. Utalaumiwa makaburini, utalaumiwa kuzimu, utalaumiwa njia panda, utalaumiwa chini ya miti mikubwa, na kuna wakati wanaweza kutengeneza vinyago wakavipa jina lako, alafu wakawa wanavitamkia laana, wanavinuia maneno mabaya. Sasa ukijichanganya tu ufanye dhambi, umkosee Mungu, umeisha. Wanakulaumu mchana kutwa, wanaapa kwa kukutaja. Unakuta mtu wakati mwingine anatembea barabarani huku anaongea peke yake, kumbe anamtaja mtu fulani ambaye anasimamia ukweli. Unakuta mtu anaenda kwa anatematema mate ovyo, kumbe anatamka upotofu kwa mtu fulani. Wanaweza wakachukua jina lako wakaupa mti, wakakulaani usiku kucha, mchana kutwa, wakaapa, wakajiapiza huku wanakutaja wewe. Nikwambie, kama Mungu amekupa wito wa kusimama kwenye kweli, uko salama 100%. Asikutishe mtu yoyote. Ilifika mahali watu wananiuliza, mtumishi, una mabodyguard? Mtumishi, una ulinzi? Mtumishi, una hiki, una hiki, kutokana unachokifanya. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa hiyo unaweza kukuta wametenga eneo fulani, au wanatengeneza kitu fulani, wanakipa jina lako, wanakizunguka mchana kutwa, wanakiweka kati, wanakitemea mate, wanakitamkia maneno mabaya, wanakilaani, wanakikanyaga kwamba tunamkanyaga fulani, wameweka jina lako pale. Ndio tafsiri ya Daudi kusema kwamba wananilaumu mchana kutwa. Wanapokuwa kwenye vyumba vyao vya ndani, wanakulaumu tu. Wakikutana kwenye vikao vyao, kabla ya kufanya chochote, wanaapa kwanza, wakikutaja ili mradi wakupoteze. Sasa kuzimu ukisimamia kweli, itafanya nawe vita, jicho kwa jicho, mfupa kwa mfupa, damu kwa damu, maji kwa maji. Yaani watahakikisha wanasuka magonjwa ya kutisha kinyume chako. Msaada pekee utakao kusaidia ni kukaa mbawani mwa Bwana. Ukijichanganya umeisha. Kwa wanatulia hapo, watapigana vita ya ana kwa ana, watapigana we vita ya kiroho, yani ile vita unayofahamu we vita. Wakishindwa huko kote, wanakuja kama mjumbe ajipendekezaye, wanakutumia wakala ambaye wala hayupo kwa shari, hayupo kwa vita. Ukimwangalia kibinadamu hivi ni mtu wa kawaida tu, rafiki mzuri, mnapiga story, mnazungumza, mnakula pamoja. Kumbe wanamleta ili mwisho wa siku achukue mambo yako, akuinulie kisigino. Na wakati mwingine kwa sababu umemwamini kupitiliza, atakupeleka tu kwenye uharibifu. Na maana mtu uliyookoka, imeandikwa katika kitabu cha Zaburi sura ya 1, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani pa watu kwenye mizaa. Kuna wakati urafiki ukizidi sana na huyo mtu,
mtafika level ya kuongea mizaa, mtafika level ya kuketi kwenye mabaraza ya watu wasio haki, na kwa sababu hiyo taratibu utachukuliwa. Wakikukosa kote, kama hujaoa ama kuolewa, watakutengenezea mwenzi wa kuzimu, ambaye kupitia huyo wataua huduma iliyoko ndani yako. Maana umeona tumemshindwa kwenye uzinzi, tumemshindwa kwenye ulevi, tumemshindwa kwenye masengenyo, tumemshindwa kwenye hiki, na tumtengenezee mke. Sasa ukiwa na papala wakati wa kuchagua, baada ya kumtafuta Bwana, umeisha, na watakuchukua kwa namna hiyo. Kwa kuzimu itafanya vita na wewe, ikishindwa kwa namna ya vita, watakuja kama mjumbe ajipendekezaye, ambaye mwisho wa siku atakupeleka kwenye uharibifu. Mungu awabariki sana. Mungu awape neema wote mnaosimamia kweli. This is the Prophet Justin. Shalom. Ninaenda Shiato, Shiato tunakuja, Shiato tunakuja, Shiato tunakuja. Watu wa Shiato, mko sawa? Shiato hawa wote ni wa Shiato hawa. Mungu ametupa neema ya kuwa hapa, tutahakikisha huo ufalme wa giza tunauburuza, tunaupeleka kuzimu na kusimamisha ufalme wa mwana kondoo. Nikukumbushe tu, endelea kutusapoti kwa sadaka yako kwenye kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanikisha hii kampeni ya kuondoa giza kwenye nchi kwa mikutano ya Injili, lakini pia sadaka yako itatufanikisha kuongeza idadi nyingi zaidi ya vyombo ile inayotakiwa, ili sauti iweze kuwa kubwa zaidi na Injili iweze kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Sadaka